Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Agosti 17 mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tumekuja kwako miguuni pako tukiwa ni wadhambi na tusiostahili. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Rehema yako idumu kuwa pamoja nasi kila wakati. Utupe amani na kuturehemu. Usikie kuomba kwetu na ukatujibu sana mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada leo nasema nguvu inayotakasa, inayotoa uhai. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Zaburi ya 51 aya 10. Bwana hutakasa moyo kama vile tunavyotia hewa ndani ya chumba. Hatufungi milango na madirisha na kutupa ndani dawa fulani ya kusafisha, bali tunafungua milango na kufungua madirisha na kuruhusu anga hewa safi ya mbinguni kuja ndani. Madirisha ya mihemko ya ghafla ya hisia ni lazima yafunguliwe kuelekea mbinguni, na vumbi la ubinafsi na kuupenda ulimwengu lazima liondolewe. Neema ya Mungu ni lazima ijae katika vyumba vya akili. Fikra ni lazima ziwe na mada za kutafakari za mbinguni, na kila sehemu ya mwili ni lazima itakaswe na kupewa uhai na Roho wa Mungu. Yeye anayeishi kulingana na kanuni za dini ya Biblia hataonekana kuwa dhaifu katika nguvu za kimaadili. Chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu unaoadilisha, ladha na mielekeo huwa safi na takatifu. Hakuna kitu chochote kinachokamata shauku kwa nguvu sana kiasi kile. Hakuna kitu kinachofika kikamilifu kiasi kile kwenye kina cha ndani kabisa cha nia za tendo. Hakuna kitu kinachotoa mvuto wenye nguvu kiasi kile kwenye maisha na kutoa uthabiti na nguvu kubwa kwa tabia kama dini ya Kristo. Hiyo humwongoza mwenye nayo daima kuelekea juu, ikimtia moyoni makusudi bora, ikimfundisha adabu ya mwenendo na kutoa heshima inayofaa kwa kila tendo. Kanisa ndiyo lengo la upendo na utunzaji mkuu wa Mungu. Ikiwa washiriki watamruhusu, atadhihirisha tabia yake kupitia kwao. Anawaambia, ninyi ni nuru ya ulimwengu, Mathayo sura ya 5 ya 14. Wale wanaotembea na kuzungumza na Mungu huishi kwa kutenda upole wa Kristo. Katika maisha yao, vumilivu, upole na kujizuia huunganishwa na ari na bidii takatifu wanaposonga mbele kuelekea mbinguni. Pembe zile kali zinazoparuza za tabia humalizwa taratibu na utauwa huonekana. Roho Mtakatifu akiwa amejaa neema na uweza hufanya kazi juu ya akili na moyo. Moyo ule ambao ndani yake Yesu anafanya makao yake utahuishwa, utatakaswa, utaongozwa na kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Na wakala mwanadamu atafanya juhudi kubwa kuleta tabia yake katika upatanifu na Mungu. Ataepuka kila kitu ambacho kinapingana na mapenzi na akili ya Mungu iliyodhihirishwa. Hii ni Agosti 17, mada ikisema nguvu inayotakasa, inayotoa uhai. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli
vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.